mkoa wa Dar es Salaam upo shwari sana. Wapo baadhi ya watu jana wameniuliza sana kwamba mbona askari wengi sana barabarani. Tukawaambia hiyo ndiyo fahari ya muungano na ndiyo fahari ya kutimiza miaka 61 ya muungano wetu. Pigeni makofi mengi sana. Lakini wapo wengine, Mheshimiwa Rais, walijinasibu wanataka kukinukisha. Lakini mimi kama mtaalamu wa lugha nikawaza kwamba hauwezi kukinukisha kama huko tayari kunuka. Ni lazima uwe tayari kutoa harufu ili ufikishe mission ya kuweza kukinukisha. Lakini Mheshimiwa Rais, mpaka leo sijaona aliyekuwa tayari yeye kukinukisha. Kwa naamini kwamba mkoa wa Dar es Salaam bado uko kwenye mikono salama mpaka sasa. Hebu pigeni makofi mengi sana. Lakini pili, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wetu wa Baraza la Mapinduzi, ni heshima kubwa sana haya yote yanatokea chini ya mikono salama ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mimi kama mkuu wa mkoa na wenzangu wakuu wa wilaya walioko hapa pamoja na viongozi wote wa serikali tumedhamiria kuendelea kuilinda amani ya mkoa huu, na kwamba hakuna hata mmoja atakayejaribu au kufanya lolote kuiharibu amani iliyopo. Kwa Mheshimiwa Rais, tunaomba tupelekee salamu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa kuendelea kuwa imara, lakini pili kwa zawadi ya wewe kuwa hapa leo kuja kutokea jiwe la msingi kwenye barabara hii ambayo kwa miaka mingi sana imewatoa machozi wakazi wa Kigamboni kwa kuwa na barabara mbovu. Kwa Mheshimiwa Rais, tupelekee salamu hizi za dhati kabisa. Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Rais, mimi pamoja na wenzangu wote hao walioko hapa hatujawahi kutamka neno la asante na shukrani na kukupongeza wewe kwa kuteuliwa tena na Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea pekee ndani ya Chama cha Mapinduzi kuwania nafasi ya rais kule Zanzibar. Mheshimiwa Rais, hongera sana. Hii yote Mheshimiwa Rais ni imani kubwa mno walioijenga wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwako. Na sisi kama wanachama wa Chama cha Mapinduzi pamoja na wengine ambao sio wanachama Chama cha Mapinduzi, tunayo hamu mno kuendelea kuwasikiliza ninyi mkinadi sera kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao kila tukipiga ramli, tukitumia kila engo, tunaona kabisa kwamba kijani bado utapenya. Mheshimiwa Rais. Lakini jambo la nne, Mheshimiwa Rais, tunapozungumzia miaka 61 ya muungano, Dar es Salaam tunayo mambo mengi sana ya kujivunia. Hapa Kigamboni, Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu sana umeme ulikuwa ni tatizo kubwa sana, kiasi kwamba mpaka wawekezaji walikata tamaa. Lakini nayo fahari kukueleza Mheshimiwa Rais kwamba miundombinu ya umeme kwa mkoa wa Dar es Salaam na hasa Kigamboni imetengamaa kwa 100%. Leo mkoa wa Dar es Salaam unatumia megawati si chini ya 686 na consumption ya megawati, Mheshimiwa Rais, inakuwa kwa 19%. Na hii yote Mheshimiwa Rais inatokana na consumption ya megawati karibu 1888 nchi nzima. Na ukiangalia kwenye pool ya umeme wetu bado tuna umeme mwingi ambao tunaendelea kuwakaribisha wawekezaji wa kuweka viwanda na vitu vinginevyo, kwa kuona kwamba Tanzania iko stable katika masuala ya umeme na masuala ya kisera. Mheshimiwa Rais, tupelekee salamu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa kutengamanisha umeme huu unaoendelea kuwa kivutio kwa wawekezaji katika taifa letu. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Rais, barabara hii ulioweka jiwe la msingi, mtendaji wa TANROADS ametoa taarifa. Barabara hii Mheshimiwa Rais inatoka hapa inakwenda mpaka Kimbiji, lakini fahari kwamba watu wote walioko mpaka kule Kidagaa kwenda mpaka maeneo mengine wataendelea kutumia barabara hii kama kiunganishi kikubwa cha kiuchumi. Tunapoendelea kuiona fahari ya pesa nyingi zinazowekwa hapa, bilioni 83 bila kuweka VAT ya bilioni 15, ni pesa nyingi sana. Mheshimiwa Rais,
tunapojivunia barabara hii. Tukienda kule Zanzibar, Mheshimiwa Rais, pale mjini magharibi ukifika, kuna barabara si chini ya 28 zenye jumla kilomita 100.9 ambazo wewe Mheshimiwa Rais umezitengeneza kwa si chini ya dola za Marekani milioni 116. Barabara zile Mheshimiwa Rais, mojawapo barabara kimkakati inaanzia pale airport inakwenda mpaka Mnazi Mmoja. Ni barabara ambazo sisi tunaiona fahari ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kama itoshi, hapa kwetu kuna flyovers. Lakini zile barabara 28 Mheshimiwa Rais umeweka pia flyover 2 pale Zanzibar. Mheshimiwa Rais, hongera mno na tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais kwa kufanya mapinduzi makubwa pale Zanzibar. Lakini kama itoshi Mheshimiwa Rais, kuna hii bandari ya kimkakati au bandari jumuishi ya Mangapwani ambayo ndani yake Mheshimiwa Rais kuna barabara kilomita 12. Na wewe Mheshimiwa Rais unaitengeneza kwa si chini ya dola za Marekani milioni 35. Zanzibar inakucha, Dar es Salaam inakucha, Jamhuri ya Muungano inakucha. Pigeni makofi mengi kwa maendeleo makubwa yanayofanyika pale Zanzibar. Mheshimiwa Rais, nimeona niyaseme haya ili uone jinsi ninavyofuatilia maendeleo ya Zanzibar na uone pia ninavyofuatilia wakazi wa Zanzibar. Sasa shauri yao mwezi wa 11 au mwezi wa 10 ikifika wakafanya mambo yasiyoeleweka. Lakini mimi nakuahidi Tanzania bara Samia atachukua, ataweka na Zanzibar pia Dr. Hussein Mwinyi atachukua, ataweka. Baada ya kusema haya Mheshimiwa Rais, ninayo mengi mno ya kuweza kuzungumza, lakini itoshe kusema tumeshiba maendeleo yanayofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan hapa Tanzania bara, na naamini pia wenzangu wa Zanzibar wameshiba pia maendeleo ambayo wewe Mheshimiwa Rais unayafanya pale Zanzibar, na ambayo asiyeona atakuja kuona baadaye, na asiyesikia basi azibue pamba kwenye masikio ili upepo wa furaha uweze kumujia kwenye ubongo kuhusu maendeleo mnayoyafanya. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.